Kwa majina anaitwa Dr. Polycarp Titus Nyongela. Mimi ni daktari wa hospitali ya St. Joseph Ikelu. Ni siku ambayo tunasherehekea siku ya wafanyakazi duniani. Lakini pia katika kanisa Katoliki tunasherehekea mwaka wa Jubilei kuu. Ikiwa sherehe zote mbili ambazo zimewekwa, basi hospitali ya Mtakatifu Joseph iliamua kuweza kufanya program ya kuweza kuwapatia watu vipimo bure. Hivi ni vipimo mbalimbali ambavyo vinahusisha uchunguzi wa awali wa magonjwa mbalimbali. Kuna vipimo vya magonjwa ya pressure, lakini pia tunapima sukari, tunapima homa ya ini, tunapima magonjwa ya figo, tunafanya uchunguzi wa macho na uchunguzi wa saratani ya matiti kwa wanawake, lakini pia kuna uchunguzi wa tezi dume kwa wanaume. Haya matibabu yote tumeweza kuweka ili ni sehemu ya kurudisha kwa jamii. Sisi kama wafanyakazi wa hospitali ya Mtakatifu Yosefu, katika kusherehekea hizi sherehe mbili, tunaweza kurudisha katika jamii kile ambacho tumefanikiwa kukipata, lakini pia ni sehemu ya kuisaidia jamii yetu ambayo inatuzunguka. Zoezi hili tunalifanya kwa muda wa siku mbili, tarehe 1 mwezi wa 5 na siku ya tarehe 2 mwezi wa 5. Muda kuanzia ni saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Kwa sababu hawa wagonjwa huwa tunafanikiwa kuwaona wengi katika jamii yetu, especially tukiwa kliniki na sehemu mbalimbali wanakuja hospitalini kwa timu. Tumegundua kwamba kuna wagonjwa wengi sana ambao wanapata changamoto za magonjwa ya figo, lakini pia magonjwa ya moyo, magonjwa ya homa ya ini. Watu wengi wanapata hizi changamoto, lakini wanakuja hospitalini wakiwa wamechelewa sana, kwa sababu wengi wanakuwa hawatambui kwamba wana hizi changamoto. Kwa hiyo ndio maana tumeamua kufanya hii program, kuweza kujua hizi tatizo mbalimbali. Sukari pia, watu wengi wanakuwa na tatizo la sukari, pressure, lakini hawajui. Tezi dume hawajui. Kwa hiyo tumeamua kufanya hivi ili tuweze kuwapata wakiwa kwenye dalili za mwanzo kabisa na kuweza kuwashauri namna bora ya kuweza kufanya mtindo wa maisha, lakini pia wale wanaohitaji matibabu waweze kuanzishiwa matibabu moja kwa moja. Magonjwa kama haya ni magonjwa tunaita, kwa mfano kama pressure na sukari ni magonjwa yasiyoambukiza. Haya magonjwa yanamshambulia mtu, lakini mara nyingi dalili zake huaga ni dalili ambazo hazionekani kwa haraka. Anapokuja hospitalini, dalili zinakuwa zimeshaenda mbali zaidi kiasi kwamba zimeshaathiri mifumo mbalimbali ya mwili. Zimeshaathiri moyo, zimeshaathiri mishipa ya damu inayoenda sehemu mbalimbali, zimeshaathiri ubongo, wanapata kiharusi na matatizo kama haya. Kwa hiyo kuwafanyia uchunguzi wa awali kunalenga kuweza kupunguza hili tatizo katika jamii yetu, kwa sababu wengi watabadilisha mtindo wa maisha, lakini pia wengi wataweza kufanyiwa matibabu yale ambayo yanatakiwa, wasiweze kufika katika ile stage ambayo wanashindwa kufanya matibabu tena. Ndio sababu kubwa. Kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha haya matatizo. Hapo naongelea moja kwa moja matatizo kama ya magonjwa yasiyoambukiza. Sababu ni nyingi, mojawapo ni mtindo wetu wa maisha. Kwa mfano uvutaji sigara, ulaji wa lishe isiyo bora, lakini pia kuto kufanya mazoezi. Jamii yetu ya sasa hivi haijazungukwa na watu wanaofanya sana mazoezi. Lakini pia nyingine huwa inachangiwa na matatizo ya kurithi. Kwa mfano labda baba alikuwa na pressure, mama ana pressure, ndugu wa karibu ana pressure au sukari. Kuna uwezekano mkubwa sana na mimi nikapata, kwa sababu vile vinasaba vinavyoweza kusababisha hii tatizo na mimi nakuwa navyo. Kwa hiyo ukichangia, labda ninabeba hivyo vinasaba, lakini pia mtindo wangu wa maisha unanipelekea mimi kuweza kupata hizi changamoto, basi moja kwa moja najikuta nimepata na mimi changamoto ya sukari au ya pressure, ambayo itaanza kuathiri labda macho, itaathiri figo, itaathiri mfumo wa damu na vitu kama hivyo. Tatizo la kansa ni tatizo ambalo linatokea kutokana na mwili kushindwa kucontrol uzalishwaji wa zile seli zake. Zile seli ambazo sio za kawaida zinazalishwa nyingi. Kisababishi kikubwa, hakuna kisababishi cha moja kwa moja labda hiki ndio kinachopelekea, lakini kuna visababishi vingi ambavyo vikikaa kwa mara moja au kwa pamoja vinapelekea mtu upate changamoto ya kansa. Kwa mfano kama hapa tunafanya uchunguzi wa kansa ya matiti kwa wanawake, lakini pia kipimo ambacho kinapima tezi dume kwa wanaume kina uwezo pia kutuambia kama huyu ameshafika kwenye kiwango ambacho kimeshaleta kansa ya tezi dume. Sasa kama nilivyosema, visababishi ni vingi, lakini moja kati ya visababishi ambacho kinaonekana kikubwa zaidi ni historia katika familia yako. Kama kuna historia ya huo ugonjwa, hiyo ni hatari ya kwanza.
lakini haimaanishi kwamba utapata. Lakini kingine ni mtindo wa maisha pia. Kwa mfano, kuna watu wanavuta sigara, kuna watu wanatumia vilevi mbalimbali. Hivyo pia vinapelekea, kama ulikuwa una historia kwenye familia yako, basi unaweza kupata pia uzito uliokithiri au unaita kwa kitaalamu obesity. Hizo pia ni moja kati ya vihatarishi ambavyo vinaweza vikakupelekea ukapata. Kwa kusema hivyo simaanishi kwamba labda kuna kisababishi kimoja. Visababishi kama nilivyosema ni vingi, lakini vinakaa kwenye, vikitokea kwa umoja wake vinaweza vikapelekea hiyo changamoto. Kitu ambacho mtu anaweza kukifanya, cha kwanza kabisa, ukiona una dalili yoyote ambayo unahisi sio ya kawaida, kwenye mabadiliko ambayo sio ya kawaida kwenye mwili wako, ni vizuri ukafika kwa wataalamu wa afya ili uweze kufanyiwa uchunguzi. Na uchunguzi, na uzuri wa haya matatizo ni kwamba asilimia kubwa ukigundulika mapema, matibabu yake yapo na huwa sio magumu, tofauti na ile unapogundulika ukiwa kwenye hatua tunasema late stage au hatua ya ambayo ugonjwa umeenea zaidi. Matibabu yake yanakuwa ni magumu kidogo kuliko ile hatua ya mwanzo. Kwa hiyo cha kuwashauri jamii ni kwamba unapojihisi una tatizo ambalo sio la kawaida, ni vizuri ukafika kwa wataalamu wa afya, ukaweza kufanyiwa vipimo, ukaweza kupata ushauri na kupata matibabu ya mwanzo kabisa ambayo yataweza kukuondolea wewe kuingia kwenye hatari ya huo ugonjwa kuenea au kusambaa katika mwili mzima. Changamoto inayowakumba watu wengi ni kwamba anapata changamoto fulani, lakini anaenda kununua tu dawa. Unaponunua dawa bila kufanya vipimo, maana yake mwili wa binadamu wenyewe umetengenezwa kwa namna ambayo unaweza ukawa una dalili fulani, lakini dalili haziendani na lile tatizo ambalo unao. Watu wengi wamekalili labda ukiumwa tumbo hii ni UTI, lakini sio kila tumbo litakalouma ni UTI. Kwa hiyo ni vizuri unapopata dalili fulani, mwili wenyewe unapokupatia ile dalili unatafsiri tofauti. Kwa hiyo ni vizuri uweze kufanya vipimo. Kwa maana tunasisitiza zaidi, ikija tutakuchukua maelezo yako, tutaona maelezo yako yanaendana na dalili gani, tutakufanyia vipimo na utaweza kupata matibabu yaliyo sahihi. Ukinunua dawa, watu wengi wanakuwa na kasumba ya kununua dawa ambazo akiona labda panauma hapa juu anasema hii ni vidonda vya tumbo, anaenda ananunua dawa za vidonda vya tumbo anakunywa. Lakini sio kila kinachouma hapa ni vidonda vya tumbo, kuna matatizo mengine. Kuna matatizo ya moyo ambayo yanakuja na dalili kama za vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ndio maana ukifika hospitalini tutaanza kufanyia vipimo vyote na tutaweza kubaini hiyo changamoto yako ni sehemu gani na ukapata matibabu yanayostahili. Watu ambao tunawafanyia hivi vipimo, kwa sababu hata mkojo pia tunawapima. Kitu ambacho tutakifanya baada ya mtu kuonekana labda ana tatizo, huyu mtu atashauriwa aweze kupata matibabu stahiki. Kuna baadhi ya matatizo ambayo, kwa mfano sisi tunafanya uchunguzi wa awali tumesema. Maana yake kuna baadhi ya vipimo tunavipima, lakini vinahitaji vipimo vikubwa zaidi ili kuweza kumfanyia huyu mgonjwa matibabu. Lakini kipimo cha awali kimetuthibitishia au kimetuonyesha kwamba huyu mgonjwa anaweza kawa na dalili za shida fulani. Kwa mfano, ugonjwa wa sukari, unaweza kumpima mgonjwa kukuta sukari yake labda imepanda. Tunaweza tukahitaji kipimo kikubwa zaidi cha sukari ambacho mgonjwa atashauriwa aende akakifanya. Maana yake aidha ataweza kukifanya hapa kwetu kama atataka, lakini pia kama hataweza kufanyia hapa, basi anaweza kufanyia hata sehemu nyingine, lakini kikubwa atakuwa amepata kujua kwamba yeye ana changamoto fulani na kutokana na hiyo changamoto afanye nini ili kuweza kujinusuru asifike kwenye sehemu ambayo ugonjwa wake utakuwa umeenea na matibabu yake yatakuwa magumu zaidi. Mimi kwa majina naitwa Onesmo Ngimbuzi, mkazi wa kijiji cha Ikero. Hii kweli imetusaidia kwa sababu imetupunguzia gharama. Badala ya kwenda kutumia hela kwa ajili ya vipimo, tunatumia kama fursa. Hata mimi mwenyewe nilikuwa napenda pengine nipime hivyo vipimo vikubwa, lakini ilikuwa inashindikana. Kwa hiyo nilipoona hii fursa imekuja, nikaona ndio nafasi pekee ya kuitumia. Naitwa Eva Anania Muhala, natokea Sigrid Makambako. Nimeshukuru sana kwa sababu kwanza ni hospitali ya binafsi, alafu pia imetusaidia wananchi ambao wa hali ya chini kuwa na hali ya kupima bila hela yoyote. Mimi ninaona ni jambo ambalo wametufanyia, tunashukuru sana. Kwa wananchi ina faida sana, tena ina faida kubwa kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kawa anaumwa yupo nyumbani, hawezi hata kusimama kufanya chochote na hana chochote cha kusema labda aende hospitali akapime. Lakini ilipofika fursa kama hii ya kuja kupima bila malipo, kweli ameweza kusimama na kuja kupata uhakika wa tatizo lake alilonalo katika mwili wake. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu
wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap. Urahisi wa maisha.